Hawa ni wapendanao Bani pamoja na mtaalamu wetu Guravi. Leo mchizi alikuwa akamletea zawadi ya simu mpenzi wake. Sasa bimdada alifurahi sana, lakini kimbembe alikuwepo nyumbani, kwani baba yake alikuwa anatambulika kwa jina la Atuli. Huyu mzee bwana alikuwa ni mnoma sana. Kwanza alikuwa hitaji watoto wake wawe na maisha ya kizembe kizembe, hivyo alikuwa anawachunga kweli kweli. Lakini leo mwanadada akafanikiwa kumshawishi baba yake ya kwamba hii ni simu alikuwa akapatiwa zawadi na rafiki yake. Halo mzee, japokuwa alikuwa anahisi kuna jambo alipo sawasawa, lakini akalipotezea. Basi bwana, mahusiano akawa ni pambe sana baina ya Guravi pamoja na mwanadada. Meseji zikawa ni za kutosha, lakini pia simu za usiku zikawa ni nyingi sana. Leo mwanadada pamoja na mchizi wakaamua kuelekea katika duka moja la kuuza urembo. Mwanadada akatoboa pua, lakini pia mchizi akatoboa masikio, lakini pia mwanadada akampatia zawadi ya bracelet. Halo, hawa jamaa walikuwa wanapendana kweli kweli, lakini tatizo lilikuwa ni moja, kila mmoja alikuwa yuko addicted sana na simu yake. Kwa mfano ukiangalia kama mtaalamu wetu Guravi alikuwa anatumia simu muda wote. Kitu hiki kimepelekea mpaka yeye pamoja na mama yake kuanza kugombana. Bimkubwa bwana anaona sasa kijana wake anaanza kupotea. Halo, Bani leo kupitia mitandao yake akawa anapokea meseji za ajabu kutoka kwa watu ambao walikuwa wanahitaji huduma kwa bimdada, wakidhani ya kwamba yeye alikuwa anauza. Halo, lakini cha kushangaza hata mdogo wake naye alikuwa anapokea meseji kama hizi. Taarifa hizi baada ya kwenda kumwelezea mtaalamu wetu Guravi, anamweleza mwanadada yeye apotezee tu, lakini pia ikiwezekana awabloku hao watu. Halo, hasa mchizi pia alikuwa na dada yake anatambulika kwa jina la Kirani. Leo alikuwa anazungumza naye, anamuuliza ni kwa nini ametokea kumpenda Kibonge ambaye alikuwa ni daktari wa meno. Bimdada anasema ya kwamba yeye anachojali kutoka kwa yule mwamba ni kutokana tu na upendo pamoja na heshima ambayo huwa anamwonyesha. Leo nyumbani kwa kina Guravi kulikuwa kuna sherehe ya utambulisho kati ya Kirani pamoja na mchumba wake. Halo, lakini pia mwanadada Bani naye akafanikiwa kufika hapa akiwa kuongozana na rafiki yake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Karan. Guravi akafanikiwa kumtambulisha huyu mwanadada kwa mama yake, lakini pia hata kwa marafiki zake ambao alikuwa ameshibana nao kweli kweli. Lakini pia kipindi ambacho alikuwa na densi, muungwana akafanikiwa kumwona Karan akiwa anamwangalia mwanadada kwa jicho la matamanio. Akamvuta mwanadada pembeni na kumuuliza vizuri, je, huyu kweli ni rafiki yako ama kuna jambo lingine linaloendelea? Dada anakataa, anasema ya kwamba yule ni rafiki yake tu wala hana madhara yoyote. Wapendanao hawa bwana walikuwa wanaheshimiana kweli kweli, japokuwa mwanadada alikuwa anamtumia mchizi baadhi ya picha zake ambazo zilikuwa ni za mitego kweli kweli, na jamaa alikuwa anapenda sana kukaa na picha kama hizi. Lakini pia hata kipindi ambacho mchizi akiwa anahitaji kumpiga busu mwanadada, huwa anaweka mkono katikati, ikionyesha ishara ya kwamba kuna vitu haruhusiwi mpaka ndoa iweze kupita. Halo, leo mwanadada anamweleza Guravi ya kwamba baba yake amemletea picha kama 15 za wanaume ambao inahitajika aweze kuchagua mmoja kati yake ambaye atakubali kuweza kufunga naye ndoa. Halo, Guravi anamweleza mwanadada awe mpole, baada tu ya dada yake kufunga ndoa basi atakuja nyumbani kujitambulisha. Basi stori zikawa ni nyingi sana, mwanadada mpaka akajisahau leo anafumwa na baba yake. Mzee akamuuliza binti yake, huyo unayeongea naye ndio yule ambaye alikupatia zawadi ya simu? Halo, amri inatolewa. Dada wakati wa jioni anampigia simu mchizi huku akiwa anaogopa kweli kweli na kumweleza siku ya kesho uje nyumbani, baba anahitaji kukuona. Halo, lakini pia dada akaanza kumweleza sifa za mwanaume ambaye baba huwa anahitaji sana aje kumuoa binti yake. Maelezo yalikuwa ni mengi kweli kweli, lakini pia mshikaji akawa anasikiliza kwa umakini, kwani bimdada alimuonya na kumweleza, bana, endapo kikosea hata kitu kimoja ninachokuelekeza basi sahau kabisa kuhusu kunioa. Halo, basi Guravi bwana asubuhi na mapema akatia timu kwa baba mkwe. Leo alikuwa ni mpole kweli kweli. Mzee akaanza kumuuliza maswali. Mwamba alikuwa anajibu kama jinsi ambavyo bimdada alikuwa akamwelekeza, lakini mwisho wa siku mzee anamweleza kwamba nyinyi kwa kuwa mnapendana, lakini pia mnaaminiana kweli kweli, yani hakuna hata jambo moja ambalo unaweza ukamficha mwenzako. Hivyo akamweleza mtaalamu wetu Guravi inabidi aiache simu yake na ampatie mwanadada Bani, lakini pia mwanadada naye ampatie simu yake mtaalamu wetu Guravi, kila mmoja akae na simu ya mwenzake mpaka siku ya kesho. Halo, mzee anasema endapo akifanikiwa kufanya hivyo basi yeye atatoa baraka zake zote za wao kuweza kufunga ndoa. Basi mchizi bwana alikuwa hana namna, lakini pia hata bimdada naye japokuwa alikuwa na sita, lakini alikuwa hana namna. Mzee ndio ameshaamua mambo yake. Tajiri anaenda kulalamika sana mbele ya rafiki zake, anajaribu kutafuta namna ili mradi tu simu yake iweze kurudi mikononi mwake, lakini inakuwa ngumu, kwani baba mkwe anampigia simu na kumweleza inabidi aweze kutamka password zake ni zipi ili aweze kuifungua hii simu. Mzee naye akafanikiwa kumtumia mchizi password ya bimdada. Halo, bimdada bwana password yake ilikuwa ni pambe kweli kweli, yani hata akaunti ya benki haiwezi ikawa na password ngumu kama hivi. Bimdada sijui anaficha nini humu. Halo,
Anyway, basi kila mmoja baada ya simu yake kufunguliwa upande wa pili, tumbo lilikuwa ni joto kwelikweli. Jamaa akaenda katika namba ambayo ilikuwa imeandikwa Karani. Mtu huyo anamkumbuka ndio yule ambaye bimdada alikuja naye kwenye sherehe na kuweza kumtambulisha. Meseji ambazo alikuwa anazisoma ni meseji ambazo zilikuwa zinaonyesha bimdada alikuwa anamueleza mambo mengi sana ya mahusiano yao mtaalamu wetu Karani, na mwisho wa siku anakuja kugundua kumbe Karani naye alishawahi kutupia mistari, lakini bimdada akamchomolea na kumweleza yeye anampenda kama rafiki tu. Muuni aliumia sana baada ya kugundua bimdada kuna baadhi ya emoji alikuwa anamtumia za makopa makopa. Akaamua kumpigia simu na kuanza kumlalamikia inakuwaje kuwa anamtumia makopa makopa mtaalamu wetu Karani. Bimdada akamweleza kwamba wao hawana mahusiano yoyote, lakini pia akamuuliza nieleze kuhusu Sonia, yeye ni nani? Guravi akiwa akatulia zake bwana, kwenye simu ya bimdada inaingia meseji kutoka kwa mtu anayetambulika kwa jina la Kushipo. Meseji inasema, bimdada, nimemisi sana kutoka auti na wewe wakati wa usiku. Tajiri akavurugwa sana, akatamani kutambua mtu huyu ni nani, lakini ghafla simu ikawa nazima chaji. Mwamba anaenda kwenye switch, anashangaa umeme nao TANESCO wanaondoka nao. Mbio akaingia kitaani kwenda kutafuta power bank, lakini muda huu ulikuwa umekwenda sana, kila duka lilikuwa limefungwa. Safari inampeleka mpaka magetoni kwa machizi, anafika anaiweka chaji na kuanza kutazama. Hakika message zilikuwa ni nyingi sana, lakini pia akaona kumbe bimdada alikuwa anacheza nyimbo za kimapenzi baina yake pamoja na Karani. Lakini pia haikuishia hapo. Jamaa anakuja kugundua kwamba zile night zote ambazo bimdada alikuwa anamuaga ya kwamba alikuwa anapiga mtoko na ndugu yake, kumbe ile mitoko alikuwa anatoka na mtaalamu wetu Kuchipo. Lakini pia haikuishia hapo. Bimdada huyu alikuwa anamweleza Kuchipo ya kwamba hakika mtaalamu wetu Guravi alikuwa ni king'ang'anizi kwelikweli, yaani mwanaume yule hata nikitaka kutoka kama hivi inabidi tu niweze kumwongopea. Basi mchizi ikabidi ampigie mwanadada na kumuuliza huyu Kuchipo ni nani. Mwanadada anasema huyu alikuwa ni ex wake, na siku ile ambao alikuwa anatoka wote mchizi alionekana alikuwa na huzuni sana. Hivyo mwanadada anasema alimwonea huruma, kwani jamaa alikuwa na huzuni baada ya kutemwa na mpenzi wake wa zamani. Haya maneno alimfanya Guravi kuwa anamuuliza maswali magumu sana bimdada, kitu ambacho ikapelekea ugomvi baina ya watu hawa wawili ambao walikuwa wanaaminiana kweli kweli. Mapenzi baina ya Kirani pamoja yule daktari wake Kibonge alikuwa ni moto kweli kweli, lakini leo kipindi ambacho alikuwa anaongea naye, kwa bahati mbaya bwana isimu si akaiacha ikiwa hewani, yeye akaelekea upande wa jikoni. Mama na shosti yake akafika mezani na kuanza kupiga umbea. Shosti anasema ya kwamba kwa nini hujamshauri Kirani kuachana na yule Kibonge? Kwanza mtu mwenyewe hata mashavu hana, yote amenenepeana utadhani embedodo, lakini pia 19 haitoshi. Unene wa yule baba nina uhakika kabisa usiku wa kwanza wa hanimuni endapo akimkalia tu Kirani basi atacheua nyonga. Huyu mama alikuwa na maneno mabaya kweli kweli, lakini pia alikuwa tambui pumba zote ambazo alikuwa anazungumza. Mchizi wa kazi alikuwa anasikia upande wa pili. Bishosti leo anamuona kaka yake akiwa kavurugwa kweli kweli, na hii moja kwa moja akatambua huenda kuna vitu vibaya ambavyo huenda kaka yake amevigundua kutoka kwenye simu ya mpenzi wake. Basi Kirani naye akawa anajaribu sana kuweza kuikamata simu ya Kibonge wake ili atambue naye alikuwa anamficha kitu gani, lakini jitihada zake zilikuwa zinagonga mwamba, kwani Kibonge huyu alikuwa yuko makini sana na simu yake, yani alikuwa hahitaji kabisa mwanadada aweze kuikamata, kwani hata siku moja mwanadada akajaribu kuweza kuipokea simu yake, lakini Kibonge akafika mbio mbio na kuweza kumnyang'anya. Mambo haya kimtindo, bimdada akaanza kumpatia mashaka. Je, Kibonge atakuwa na mwanamke mwingine ama kuna siri nzito ambayo atakuwa anamficha? Guravi leo anaenda kwa baba mkwe na kumweleza hakika vitu alivyoviona ni vingi sana, lakini anamwambia kwa sasa ninahitaji challenge ya siku 3, yani mwanadada aendelee kukaa na simu yangu nami nitaendelea kukaa na simu yake kwa muda wa siku 3. Baba anamchukua binti yake na kumpeleka Ndichi, kisha anamsaidia kurestore message zote ambazo mtaalamu wetu Guravi alikuwa akazifuta kwenye simu yake, kisha anakuja kumweleza mchizi ya kwamba challenge yako tumeikubali, hivyo tuonane baada ya siku 3 nasi tutakuwa tayari tumesharudisha message zote pamoja na mafaili ambayo ulikuwa umeyafuta kwenye simu yako. Mwamba akaondoka akavurugwa kweli kweli, kamfuata rafiki yake ambaye alikuwa ni mtaalamu sana kutumia kompyuta na kumuomba adukue simu yake na ikiwezekana azuie meseji zote zisije zikarudi kwenye simu yake. Lakini huku upande wa pili bimdada anakuja kugundua kumbe jamaa huwa anawapiga mistari wanadada hovyo hovyo kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia huwa anawadanganya kuwa yeye director, hivyo anatafuta wanadada kwa ajili ya kucheza kwenye igizo lake. Lakini hizi zote zilikuwa ni mistari za kuwapata wanadada, lakini cha kushukuru muhuni hakuwahi kumpata mwanadada
mwanadada hata mmoja, wote walikuwa wanamtolea mbavuni. Halo, Bani anampigia mchizi na kumlalamikia sana, lakini muhuni alivyoona amekamatwa ikabidi aweze kuikata ile simu. Dada akaendelea kupeluzi kwenye mitandao ya mwamba. Hakika vitu alivyokuwa anakutana navyo ni vile vile. Kuna mabinti wengine alikuwa anawaambia hakika hawezi akaishi bila wao. Bimdada akabaki anashangaa sana, inakuwaje wanaume wake hawaambie wanawake wengine maneno kama hayo. Lakini pia bimdada anakuja kugundua ya kwamba muhuni huyo bwana alikuwa anaangalia sana picha za wadada wakiwa wamevaa nguo za ndani pekee. Anampigia na kuanza kumlalamikia sana, lakini mwamba kama kawaida yake, yeye akiwa kakamatwa na hana la kuweza kujitetea, basi kazi yake huwa ni moja tu ya kukata simu. Halo, Guravi pamoja na Bani mapenzi kwa sasa akiwa bado ana mtigisiko. Leo anafika rafiki yake anayetambulika kwa jina la Chadi. Hasa ujamaa bwana, kipindi ambapo alipokuaga huko chuoni, kwani hawa machizi wote walifanikiwaga kusoma chuo kimoja, bwana waliwahi kutengeneza akaunti moja ambayo ilikuwa inaitwa Lava 21. Halo, hasa hii akaunti walikuwaga wanaitumia kuwadanganya wanadada, lakini pia walikuwa wanadanganya baadhi ya wanaume, kwani kuna muda washikaji zake walikuwa wanageuza sauti kama vile ya wadada kisha wanawatumia wanaume, ambao wanaume hawa walikuwa wanawaambia ili waweze kuwapatia picha za utupu, basi inabidi waweze kutuma kiasi fulani cha pesa. Kiufupi bwana, hii akaunti ilikuwa inaendesha mambo mengi sana machafu, lakini pia kibaya zaidi, hii akaunti akaifanya ikawa inatumiwa na watu mbalimbali. Halo, Guravi akawa na waza, endapo bimdada akija kuiona hiyo akaunti na kusoma meseji zote, bana, si utakuwa ni msala zaidi. Halo, mambo yanaanza kuchangamka. Guravi anaweka mipango ya kukutana na mwanadada ili aweze kuchukua ile simu, ikiwezekana aifute kabisa hiyo akaunti ya Lava 21, kwani ilikuwa imetengenezwa kwa kutumia simu yake. Bani anafika akiwa kaongozana na Karani, anasema huyu jamaa hana madhara yoyote. Baada ya kuketi chini, machizi wanatuma OTP namba kwenye simu ya mwamba, na simu hii kwa kuwa kwa sasa ilikuwepo kwenye mikono ya bimdada bwana, baada ya kuweza kuifungua anampatia Karani na kumweleza hebu nifafanulie. Karani anaifungua na kumweleza mwanadada ya kwamba hii ni akaunti ambayo imetengenezwa kwa kutumia simu ya huyu jamaa. Halo, dada kwa kuwa hii akaunti anaifahamu, kwani akaunti hii bwana ilitumika kutuma meseji za ajabu ajabu kwenye simu yake pamoja pia na ya mdogo wake. Moja kwa moja Bani akagundua huyu jamaa kumbe huu ana michezo michafu ya kutapeli watu. Guravi alijitahidi sana kujieleza kwa mwanadada, lakini Bani hakuhitaji kabisa kumsikiliza. Karani naye akawa anaendelea kumsagia kunguni. Guravi akaamua kutembeza kichapo kwa Karani. Kitu hiki kampelekea bimdada kumaindi sana na kuondoka ndani ya hili eneo. Anaenda kulia kwa mdogo wake na kumweleza hakika nilichokiona kwa Guravi siamini kabisa macho yangu. Mdogo mtu anamweleza dada yake, ni kwa nini mahusiano yako unashare sana na Karani? Je, unatambua huyu jamaa yeye ana mawazo gani, lakini pia anahitaji kitu gani kutoka kwako? Huenda akawa anahitaji kuvuruga mapenzi yenu. Hebu jaribu kumpatia nafasi nyingine mtaalamu wetu Guravi ya kuweza kujieleza. Halo, Karani anafika hapa na kumweleza bimdada Bani anamzimia sana, na hivyo anatamani yeye ndio afunge naye ndoa na wala sio mtaalamu wetu Guravi. Halo, maneno ya mdogo wake sasa imeenda kutimia. Guravi kwa sasa alikuwa amevurugwa kweli kweli, lakini mama mtu anamweleza kwamba usiwe na wasiwasi mwanangu, ninachokushauri tu ni kwamba una uwezo wa kubadilisha simu kila baada ya mwaka mmoja ama miezi 6, lakini sio mahusiano. Na hivyo kama umempata mtu ambaye unampenda naye anakuthamini, basi jaribu kumtunza, na hata kama ikitokea mmekosana, basi kuna nafasi nyingine ya kuombana misamaha. Halo, Kirani naye bwana anayegombea simu ya mume wake mtarajiwa anatamani sana kutazama ndani ya hii simu mtaalamu wetu alikuwa anaficha nini, lakini mwamba akafanikiwa kumnyang'anya. Baada ya kufika upande wa chini anakutana na Guravi akiwa na huzuni kweli kweli. Watu hao wanaanza kupiga stori. Guravi baada ya kumuuliza kibonge ni kwa nini huwa anaificha sana simu yake, mwamba akamweleza hakika yeye yupo kwenye magrupu mengi sana ya WhatsApp ya marafiki zake wa zamani, ambao wengine alikuwa anasoma nao shule, lakini pia wengine alifanikiwa kusoma nao chuo, na hata kuna wengine huwa anafanya nao kazi. Mchizi anasema ya kwamba yeye alikuwaga ni kibonge tokea akiwa mdogo, hivyo ameshazoea kutaniwa, lakini kwenye haya magrupu bwana watu wengi wanamcheka sana, ikiwemo bimdada Kirani. Wanasema ya kwamba bimdada amepotea kweli kweli, inakuwaje anamkubali kibonge kama yeye? Halo, hasa maneno yote ambayo mwamba alikuwa anazungumza Kirani alikuwa anayasikia kwa kutumia simu ya Guravi. Kibonge anaendelea kutema cheche, anasema hakika kwa nyinyi wembamba lakini pia mahensam kupata wadada huwa ni rahisi sana, lakini kwa sisi vibonge tukipata warembo kama hao huwa tunahangaika sana, lakini pia tunatapatapa na kutafuta njia za kuwafanya waendelee kutupenda. Halo, dada hizi kauli zikamfanya ashuke upande wa chini na kumfuata mchizi na kumweleza hakika mimi ninakupenda. Kibonge anashangilia sana kusikia maneno kama hayo. Halo, Bani sehemu ambayo huwa anafanyia kazi kuna mchizi mmoja ambaye huwa anamzimia sana huyu mwanadada. Ishu ni kwamba jamani Timbulo sasa
Sasa leo akatengeneza video feki ikionyesha yeye akimkamua mwanadada, kisha akaonyesha machizi wake. Video hii ambayo ilitengenezwa kwa kutumia akili bandia sika trend, hatimaye ikamfikia mdogo wake na mwanadada. Bani akawa anajitetea sana, anasema huyo sio yeye lakini baba mtu, naye baada ya kuipata akaenda kutembeza kichapo kwa mwanaye na kumlaumu sana, licha ya bimdada Bani kuweza kujitetea. Halo Guravi baada ya kuipata hii video kimtindo akashtuka, lakini akajaribu kuweza kuipigia simu yake ambayo ilikuwepo kwa mwanadada. Simu anapokea mdogo mtu na kutoa taarifa bimdada atambuliki sehemu alipo. Guravi akachanganyikiwa, akawaeleza machizi wake ambao akaanza kufuatilia sosi ya hii video ilikuwa imetokea wapi. Halo Guravi anaingia kitaani na hatimaye anaenda kukutana na mwanadada ambaye kwa sasa alikuwa na huzuni sana. Anajaribu kumweleza mwamba, lakini mchizi anasema ya kwamba amsamehe sana kwa yote aliyoyaona, lakini pia yote aliyomtendea, na anamweleza mwanadada, ninaamini yule sio wewe, kwa jinsi ninavyokufahamu hauwezi ukafanya ujinga kama huo. Machizi wake wanafanikiwa kufika mpaka katika eneo ambalo alikuwa anaishi Timbulo wa India, wanafanikiwa kumnasa na kumrekodi video ya mwamba akiomba msamaha. Guravi anafanikiwa kumwonyesha Bani. Bimdada akafurahi sana na siku hii ya leo akampatia busu mshikaji pasina kuweza kuziba mdomo. Halo baba anampongeza sana Guravi na kusema hakika nyinyi ni kweli mnapendana. Mimi nilichokuwa ninakihitaji ni kupima tu uaminifu wenu, na kwa sasa ninawaruhusu muweze kufunga ndoa. Halo labda niulize swali, je, wanangu mna uwezo wa kufanya mambo kama haya? Yaani wewe mwanadada ama wewe mwanakaka una uwezo wa kuexchange simu na mchumba wako? Na endapo ikifanyika hivyo ni jambo gani ambalo unahisi linaweza likatokea? Halo bwana, hapa ndo nafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.